Na mtazamaji wa TUS TV, karibu ni kualike tena katika kipindi chetu hiki cha Sports Academy ambacho kinaruka kutoka hapa Temeke jijini Dar es Salaam. Leo tupo katika uwanja huu wa Mji Mwema ambapo tunashuhudia hatua ya robo fainali, mchezo wa mwisho ambao utatoa matokeo nani anaenda kukipiga ile hatua ya nusu fainali. Ni mchezo kati ya Sundowns FC inayotokea maeneo ya Kibugumo na Tandika United, watoto wadogo kabisa chini ya miaka 17 wanaotokea pande zile pale za Tandika. Nilikuwa namuuliza naibu waziri Karia timu gani, kanambia Coastal, nikamwambia hapana, ni Simba. Karibu. Kwa jina naitwa Kasim Ahmadi, msimamizi na mratibu wa mashindano ya Samia Cup 2025 Kigamboni, mashindano ambayo tulianzisha mnamo tarehe 7 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2025, tukichukua timu zote za mkoa wa Dar es Salaam ambazo zilikuwa idadi yake timu 32. Tumeendeza mashindano haya mpaka kufikia hatua hii ya leo. Tunamalizia hatua ya robo fainali kupata timu 4 ambazo zinaenda kucheza nusu fainali, na robo fainali yetu ile ya mwisho imekutanisha kati ya vijana wa Tandika United pamoja na Masandawana FC kutoka Kibugumo. Hizi ni wilaya mbili tofauti, kwa maana leo tuna wilaya ya Temeke na wilaya ya Kigamboni, ndio timu ambazo zimekuja kumenyana vikali kabisa katika uwanja wetu huu wa Mji Mwema, wilaya ya Kigamboni. Mpaka sasa hivi bado ni suluhu katika mchezo ambao unaendelea, na tuko katika dakika za mwisho ya kipindi cha pili, na kama tutaendelea hivi basi tutaenda kushuhudia mikwaju ya penalty kwa vijana hawa ambao tayari wako uwanjani. Lakini kitu kipi ambacho leo tumekiona ni kuhusiana na vijana wa Tandika United. Wamekuja kivingine kabisa, ni vijana wadogo ambao wanaonyesha kiu ya kucheza mpira, wanaonyesha kuna kitu fulani wanakihitaji katika swala zima la mpira, na tutoe kongoro tu kwa walimu wao na watu wote ambao wanawasapoti vijana hao Tandika United kuendelea kuwasapoti kwa kila ambacho wanakifanya, kwa sababu halaiki yote iliyokuwepo hapa uwanjani leo nimeona kelele zao zikiwa ni kwao, wakiwaona ni vijana wadogo wanacheza mpira mzuri, mpira wa kujituma, mpira wa kufundishika, na kila mmoja akiwaombea kila la heri, na watu wakitaka kuwaona tena katika hatua inayofuata ya nusu fainali. Kwa hiyo tukaribishe wadau, mashindano yamefikia pazuri. Samia Cup 2025 Kigamboni imeitika, na tunawaomba wadau wazidi kujitokeza katika hatua tunazozifuata. Ni matarajio yetu nusu fainali kucheza kati ya tarehe 29 na tarehe 30, kwa maana Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo tunasubiri mshindi wa leo kati ya Masandawana kutoka Kibugumo wilaya ya Kigamboni na Tandika United kutoka wilaya ya Temeke. Mshindi wa leo basi ataungana na timu ya Wahenga FC kutoka wilaya ya Kigamboni kwenda kucheza nusu fainali ya pili. Natoa wito kwa wadau wote wa mpira kuona vijana wanachokifanya katika suala zima la mpira na kuweza kuwasaidia katika vifaa vya mpira, kuwasaidia walimu ambao wanafundisha vijana mpira. Tunataka kujenga taifa la michezo kama ilivyo taifa la Brazil. Mataifa yote ambayo tunajua duniani ya kimichezo wameanzia katika ngazi hizi za chini kabisa, na sisi tunatoa wito kwa wadau wote kuanzia ngazi za chini katika kujenga vijana wetu, kama tunavyoona vijana wa Tandika United FC. Ni jambo ambalo linawezeka, kila mtu anaona ni vijana wadogo ambao kwa umri wao inawezekana kabisa ni kati ya miaka 20 kuja chini. Wanaweza kupambana na vijana wakubwa ambao tunaona katika upande wa pili wa vijana wanaoshindana nao. Zipo wachezaji wa ligi kuu wanacheza huko ndani, lakini wameweza kuonyesha mpira wao mzuri na wamekaa concert bila kuluzi na kitu chochote, na mpira mzuri tunauona. Labda kuna changamoto zozote ambazo mmekutana nazo katika uendeshaji wa mashindano haya? Ya, changamoto zipo tunazoziona katika uendeshaji wa mashindano haya, kwamba kwa sababu tumechukua waamuzi wa chini kabisa, underground waamuzi, kwa hiyo kuna changamoto za kiuamuzi ambazo tunakuwa tunaziona, na bado kilio chetu kile kwamba
serikali jaribu kuwaona hawa waamuzi ambao wako chini kabisa, kwa sababu wanapelekea kuvuruga michezo kama hii ambayo inaweza kuhatarisha amani katika tunapokutana jamii ya watu wengi kama hivi. Hii ni kukosana, tunakukosa elimu ya kutosha kutokana na uamuzi, au kwa maana nyingine kuona kile wanachokifanya hakitumiki kinadharia, hawapati nafasi nzuri ya kuweza kuonyesha ujuzi wao katika uamuzi. Kwa hiyo inakuwa ni swala la rahisi sana kuweza kuwaona kirushwa na kuweza kubadili matokeo kama haya. Kwa hiyo kama kungekuwa wanaweza wakaonwa wakalipwa hela nzuri kuanzia chini huku, basi tungeona haya makando ambayo tunayaona katika michezo ya huku mitaani isingeweza tena kutokea. Lakini changamoto nyingine ambazo bado tunakumbana nazo ni katika masuala mazima ya kiafya. Tuliokuwa tunaomba serikali tunapopeleka kuomba vibali vya kuchezesha ligi kama hizi, basi pale tunapoomba wasimamie katika swala zima la watu wa afya. Tunajitahidi sisi kama sisi kuwaona watu wa afya, tunalipia, tunafanyaje, lakini serikali nayo ina madaktari wengi ambao wamespecialize katika michezo hii kama hii. Waje kutupatia, huku ndiko tunaanza kuibua wachezaji wapya. Huku ndiko tunawaibua wachezaji ambao wataenda kutumikia katika timu za kitaifa, kuliwakilisha vema taifa na kimataifa kwa ujumla. Kwa hiyo tungependelea kwamba serikali ianze kuona huku vijana, kuwasaidia katika sehemu kama hizi, kuja maskauti mbalimbali kuangalia michezo kama hii, hatimaye kupata wachezaji bora watakwenda kutumikia ligi daraja la 3, championship, na hatimaye kufika katika ngazi ya Premier. Tutaona mpira mzuri na tutapunguza wimbi la wachezaji wa kigeni, kwa sababu tayari tutakuwa tumekiandaa kizazi bora ambacho kinaenda kutumikia mpira uliokuwa safi, na tutauona mpira bora na tutajenga taifa bora la michezo kama anavyotaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Yeye ni mdau namba 1 katika kukuza michezo hapa Tanzania, na sisi kazi yetu ni kuunga mkono juhudi zake anazozifanya. Kwa hiyo tutoe wito kwa wadau mbalimbali, serikali na viongozi mbalimbali wa kiserikali na wasiokuwa serikali, mashirika mbalimbali ya kiserikali na mashirika yasiokuwa ya kiserikali. Mtu anapokuja kuanzisha tournament kama hii, basi wao wajitokeze katika kumuunga mkono, katika kudhamini, kutoa zawadi za uhakika, kuhakikisha vijana wanapata motisha. Tunawamotivate ili waweze kuonyesha mpira bora na waone kwamba mpira ni sehemu ya kwao. Kwa mfano, umma huu ambao tunauona hapa sasa hivi, bila kuwepo mashindano haya, ina maana vijana hawa sasa hivi wangekuwa katika sehemu mbalimbali tofauti. Wapo ambao wangekuwa katika vijiwe vya kutumia madawa ya kulevya, wapo ambao wangekuwa katika swala zima la ukabaji, lakini kwa muda kama huu tumeweza kuwakusanya pamoja, wako hapa wanaangalia michezo na vijana wenzao wanaweza kutumikia michezo yao kama hivi, ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo tutoe wito kwa wadau mbalimbali kushiriki na kusaidia michezo kama hii ambayo inaanza katika ngazi za chini kabisa. Asante. Bali kule kwa Toyoyo. Lama usikubali, Lama usipige chenga mpira tu Lama. Sasa uone hizo.